Talanta za Zeysha. Karibu kwenye Talanta za Zeysha. Hapa ndipo tunasimulia historia, tunafufua vipaji na tunaheshimu nyota waliotengeneza njia kwa vizazi vijavyo. Mwaka 1935 katika vuguvugu la ukoloni, vijana wa Kiafrika waliamua kuwa na timu yao, timu ya heshima, ya mapambano, timu ya watu. Hapa ndipo ilizaliwa Young Africa Sport Club maarufu kama Yanga. Karibu uijue historia ya Yanga Sport Club. Historia ya klabu ya Yanga ilianzia tangu enzi ya miaka 1910, ingawaje historia kamili ilianza kuandikwa mwaka 1935. Klabu hii ilitokana na desturi ya vijana Dar es Salaam waliokuwa wakikutana viwanja vya Jangwani kufanya mazoezi, na baada ya muda wakaamua kuunda timu yao iliyojulikana kwa jina la Jangwani Boys. Ndani ya kipindi kifupi, timu hiyo iliteka hisia za wengi waliojitokeza kujiandikisha wanachama wa klabu hiyo. Miongoni mwa waliovutiwa na kuwa wanachama wa klabu hiyo ni Tabu Mangala, wa sasa ni marehemu. Na ilipofika mwaka 1926 walifanya mkutano wao wa kwanza katika eneo ambalo hivi sasa kuna shule ya sekondari Tambaza. Miongoni mwa yaliyojadiliwa kwenye mkutano huo ni kuiboresha timu ambayo wachezaji wake wengi walikuwa wafanyakazi wa bandari na mashabiki wake wengi walikuwa wabeba mizigo bandarini. Baada ya mkutano huo, timu ilibadilishwa jina na kuitwa Navigation, iliyotokea kuwa moto wa kuotea mbali katika timu za Waafrika enzi hizo. Kabla ya uhuru wa Tanganyika, timu kama Kisutu, Kitumbini, Gerezani na Mtendeni zilikuwa hazifui dafu kwa wanajangwani hao. Ikiwa inatamba kwa jina la Navigation, wanachama na mashabiki wa timu hiyo walikuwa wanatembea kifua mbele na kuwatambia wapinzani wao kwamba katika kipindi hicho wao ndio zaidi. Hivyo wakaanza kujiita New Young. Kila ilipokuwa ikibadili jina ilikuwa ikifanya vitu vipya pia, kwani wakiwa na jina la New Young waliweza kutwaa kombe la Kasumu lililoshirikisha timu mbalimbali za Dar es Salaam. Mwaka 1935 uwezo wa klabu ulishuka sana, kusababisha wanachama kutofautiana na kuleta migogoro katika klabu. Mwaka 1936 utendaji na uwezo wa klabu ulishuka sana na kusababisha migogoro mikubwa kwa wanachama kujiengua na kuanzisha klabu nyingine. Wanachama walioasi klabu waliunda klabu yao iliyojulikana kwa jina la Queens FC, ambayo baadaye ilibadilishwa jina na kuitwa Sunderland, ambayo kwa sasa inajulikana kama Simba Sport Club. Baada ya mgawanyiko, wanachama waliobaki waliifanyia marekebisho klabu yaliyopelekea kubadilisha jina kutoka kwenye New Young mpaka Young Africans. Washabiki wengi walishindwa kutamka jina la Young Africa kwa ufasaha, ambao ilipelekea kuzaliwa jina la Yanga. Yanga kama timu ya wananchi ilileta hamasa sana katika nchi na kusaidia kuunganisha wananchi kipindi cha kupigania uhuru wa nchi. Yanga imekuwa na mafanikio makubwa sana tangu kuanzisha kwake na inajulikana kama timu bora Tanzania. Ikiwa na miaka zaidi ya 85, imekuwa na mafanikio yafuatayo: washindi wa ligi kuu ya Tanzania mara 27, walichukua miaka 5 mfululizo kuanzia 1968 hadi 1972 na 1981, 1983, 87, 1991, 1996, 97, 2000, 2005 na 6 na 7 na 8
2010 na 12 na 14 na 15 na 16, na washindi wa kombe la Tanzania mara 4: 1975, 1994, 1999 na 2015. 3. Sekafa Club Cup au Kagame Inter Cup mara 5, na pia imeshiriki kombe la mabingwa la CAF mara 11. Je, hayo ndiyo mafanikio pekee ya Yanga Sport Club? Jibu ni hapana. Kwa miaka mingi Yanga imebeba mataji lukuki ya ligi kuu Tanzania ikiongozwa na wachezaji mbalimbali wenye moyo na juhudi. Yanga si tu jina, ni historia ya mapambano, ni fahari ya wananchi, ni timu ya moyo na ndoto na vizazi. Na pia bila kusahau mashabiki wake wananchi ambao wamebeba klabu hii kwa moyo, kwa sauti na kwa nguvu ya ajabu uwanjani na mitaani. Yanga haikuwa timu tu, ilikuwa nembo ya uhuru, sauti ya walio kimya na alama ya mashikamano ya Waafrika dhidi ya ubaguzi. Na hii ndiyo Yanga. Wananchi! Asante kwa kufuatilia simulizi hii ya Yanga Sport Club kupitia talanta za Zeysha. Ikiwa umevutiwa, tafadhali like, comment na usisahau kusubscribe ili usipitwe na simulizi zingine za vipaji vya kweli, historia za nyota wetu. Mpaka simulizi ijayo, kumbuka, kila talanta ina hadithi na sisi ndiyo tunaokuelezea. Na hii ni talanta za Zeysha. Namaliza kwa kusema, babu yangu aliwahi niambia, kwenye nia pana njia na kwenye juhudi kamba ukata jiwe. Ulikuwa nami Zeysha.